Kwambia huyo kamanda kalala, ameichagua mwenyewe, kafunga vilago vyake. Habari za asubuhi mtazamaji wa Matukio Daima TV popote ulipo. Tuna kila sababu ya kualika katika kipindi hiki cha mjadala magazetini asubuhi ya leo, ambapo nitakwenda kusomea vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili nchini Tanzania. Mimi naitwa Francis Godwin na nipo napiga picha yangu pamoja na timu nzima ya Matukio Daima. Na gazeti ambalo natufungulia ungwe hii ya magazeti asubuhi hii, ikiwa ni siku ya Jumamosi, Jumamosi Julai 18 2020, ni gazeti la Mtanzania Fikra Yakinifu. Gazeti la Mtanzania, habari ambayo imepewa kipaumbele ni hii ambayo inaendana kabisa na wimbo wangu ambao nimeanza nao, kafunga vilago vyake kaendalia. Ni kwamba vigogo wachezea kamari nafasi zao, wajiweka leani kwa ajili ya ubunge licha ya kupewa onyo, idadi ya ongezeka. Kafulila naye aga, Polepole azungumza ratiba ya uchujaji majina ya ubunge na udiwani. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele na inaendelea ukurasa wa 4 gazeti la Mtanzania Fikra Yakinifu. Habari nyingine ni inasema Membe achukua fomu ya urais ACT Wazalendo, aahidi kutema cheche akirudisha. Na habari nyingine ni inasema shule ya pili yateketea kwa moto ndani ya miezi miwili huko jijini Dar es Salaam. Na habari nyingine katika picha ni habari nyingine katika gazeti hili ni ambayo inasema utitiri wa wagombea CCM waendelea hadi dakika ya mwisho. Chadema wakiteua, utitiri wa wagombea CCM waendelea hadi dakika ya mwisho, Chadema wakiteua. Hili ni gazeti la Mtanzania Fikra Yakinifu. Lakini pia mkuu wa mkoa mwingine achalaza wanafunzi viboko. Kuna habari picha hapa ukiingia katika mtandao wa www.matukiodaima.media.co.tz, ambapo hii leo tutakusomea magazeti haya kutoka katika mtandao huo ambao umekwisha weka habari hizi toka saa 6 za usiku. Inaonyesha kwamba mkuu wa mkoa hapa akichalaza fimbo. Unataka kujua ni mkuu wa mkoa gani? Tafuta gazeti la Mtanzania Fikra Yakinifu. Nikiachana gazeti la Mtanzania Fikra Yakinifu, gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo anasema nipata potea, ni katika mbio za ubunge dhidi ya nafasi ya utumishi walizokuwa nazo kabla. Kwambia nipata potea, ni katika mbio za ubunge dhidi ya nafasi za utumishi walizokuwa nazo awali. Na kuna habari picha hapa ikimuonyesha aliyekuwa katibu mkuu Wizara ya Maji, huyu bwana Kitila Nkumbo, lakini kuna Ole Sendeka, kuna Kafulila, kuna Makonda na wakuu wengine wa mikoa na viongozi mbalimbali ambao wameachia nafasi zao na kwenda kugombea ubunge. Lakini habari nyingine katika gazeti la Mwananchi anasema msajili aiweka mtegoni ACT Wazalendo na Membe aingia kinyang'anyiro cha uraisi. Hili ni gazeti la Mwananchi ambapo limetuletea habari hizo kwa siku ya leo. Kwa upande wake gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii ni inayosema Membe rasmi mbio za uraisi, achukua fomu ACT Wazalendo akimtaja Maalim Seif. Na habari nyingine inayosema Magufuli awatumbua wateule waliojitosa mbio za ubunge. Na habari nyingine inayosema Mbaloni kuuza madini nje ya soko. Na habari nyingine katika gazeti hili TAKUKURU yaonya wafanya biashara. Hili ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwa upande wake gazeti la Zanzibar Leo, habari ambayo imepewa kipaumbele inasema Zeki kugawa kadi za kupigia kura, walioomba ubunge uwakilishi wasubiri mchujo. Na habari nyingine ni inasema serikali yatangaza kufungua vyuo vikuu, vyuo vya Qur'ani. Serikali yatangaza kufungua vyuo vya Qur'ani.
ni habari ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Hali habari nyingine katika gazeti hili ni Chadema kuchuja wagombea urais Zanzibar Julai 20, na habari nyingine katika gazeti hili la Zanzibar Leo ni inasema 20 wafariki ajali za barabarani. Hili ni gazeti la Zanzibar Leo. Kwa upande wake gazeti la Jamvi la Habari, habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele kwa siku ya leo, Dr. Bashiru aeleza sababu na takwimu kamili wagombea kuwekwa hadharani hii leo, ni gazeti hili la Jamvi la Habari, na hii habari inaendelea ukurasa wa 4 katika gazeti hili. Na habari nyingine ni uteuzi na mabadiliko mapya yamewekwa hapa katika gazeti hili la Jamvi la Habari. Kwa upande wake gazeti la Uhuru, ukweli daima, ambapo leo ni uhuru wanawake, limekuja na habari kubwa ambayo inasema Mama Samia avutia mamia ya wanawake ubunge na udiwani. Mama Samia avutia mamia ya wanawake ubunge na udiwani. Ni wakati makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassani akipitishwa kuwa mgombea mwenza wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, mamia ya wanawake wajitokeza kuchukua fomu. Ni gazeti la Uhuru hilo ambalo nakwenda kututimishia habari zilizopewa kipaumbele katika magazeti ya leo. Wakati kwa upande wa michezo na kwenda kukusomea gazeti la Mwanaspoti, ambapo linaandika habari kubwa, Ali Nyonzima, Yanga wameleta anakuambia Ali Nyonzima, Yanga yamleta ajipeleke Msimbazi. Na habari nyingine inasema Nyoni aeleza ule mkakati mzito wa Simba. Na habari nyingine inasema Dodoma Gwambina mpaka kieleweke. Dodoma Gwambina mpaka kieleweke ligi kuu hii. Hizi ni timu ambazo zimepanda ligi kuu. Gazeti la Bingwa kwa siku ya leo, habari za michezo, inasema Busweti aizindua Yanga, Busweti aizindua Yanga. Na habari nyingine katika gazeti hili la Bingwa hii inasema yametimia 7 Simba. Lakini pia habari nyingine inasema shoga wawili Sauzi akili zote Msimbazi. Na habari nyingine ni hii inasema kuwa awaita matatani Molson. Ni habari ambayo zinakwenda kutuhitimishia kipindi hiki cha mjadala magazetini asubuhi ya leo. Kumbuka tumekwenda kusomea magazeti mbalimbali, na magazeti haya leo tumekwenda kukusomea si kutoka katika kopi halisi. Tumekusomea magazeti haya kutoka katika mtandao wa Matukio Daima, ambapo ukitaka kuweza kupata magazeti haya basi unaingia tu katika simu yako. Ni mwendo wa simu tu. Situmii kitu chochote, situmii kompyuta wala nini. Ni mwendo wa simu ambapo magazeti haya tayari yapo katika mtandao wa Matukio Daima. Mapema kabisa mtandao huu wa Matukio Daima umekwisha kuwekea magazeti haya. Kwa hivyo unatumia tu simu yako kuweza kusoma magazeti ambayo yamekwisha ingia, lakini pamoja na magazeti unapata habari kadha wa kadha katika mtandao wa Matukio Daima. Sasa unasubiri nini? Fanya jitihada kuweza kuingia katika mtandao wa Matukio Daima, kudownload application ya Matukio Daima na ikawepo kwenye simu yako. Na kupitia application hii ya Matukio Daima, ukienda kwenye menu ya Matukio Daima, inaweza ikakuonyesha menu yake, inaweza kuonyesha sehemu ya kuweza kuingia Matukio Daima TV, ambapo utaingia hapo. Pia utaweza kupata TV yetu ya Matukio Daima online kupitia umedownload application ya Matukio Daima, na hii application ikakuwezesha kuweza kuingia kwenye social media zetu zote, ikiwemo channel ya Matukio Daima. Mbona la hamna sababu ya kuanza kuandika www nini. Wewe tu ingia katika Play Store, download application ya Matukio Daima, mambo safi kabisa, ushamaliza. Ni mwendo wa ile application kukaa katika juu ya simu yako. Mara zote unataka kuweza kupata habari mbalimbali, kwa sababu Matukio Daima habari wakati wote, basi unabonyeza na unapata habari. Naona bwana, mambo safi kabisa. Sasa kabla sianza kwenda kucheki simu
na kuweza kuzungumza na mtu wetu wa mjadala kwa siku ya leo, nipate kitu cha maziwa. Usiniulize maziwa gani. Yaani usiniulize kwamba maziwa gani. Safi kabisa. Tayari kabisa, sauti imekaa sawa, na hii inawezeshwa kutoka hapa Iringa. Kitu cha maziwa safi kabisa. Siku nakuja kukuambia kwamba natumia maziwa gani. Na mtazamaji, tunakwenda wilayani Ludewa. Tumeambiwa katika wilaya ya Iringa tayari watu 68 wamerejesha fomu za ubunge katika jimbo la Kalenga. Na huko wilayani Kilolo kwamba leo hii, hapo jana wakati watiania walipoitwa na Chama cha Mapinduzi, katika hali ya kustaajabisha kwamba mbunge aliyemaliza muda wake pale Kilolo kabla ya kwenda Ludewa, pale Kilolo mbunge aliyemaliza muda wake Bwana Venance Mwamoto, wakati watiania zaidi ya 30 pale, baada ya kuelezwa miko na taratibu, hakuweza kuwa mbali. Alichokifanya kwamba atama, jamani, nafasi hizi za ubunge yawezekana kati yetu hapa 30 nikawa mimi tena nikarudi, ama kawa mtu mwingine, lakini ubunge sio vita. Naombeni sana, nitoe neno langu hili. Naomba sana nyewe watiania wenzangu, mimi mwenzenu nimekuwa hapa miaka 5 na nakwenda kuachia nafasi. Yaani tunakwenda kuweza kupata mbunge mwingine. Sasa na ilani na mambo ambayo nimetekeleza, naomba niwapeni mambo ninayotekeleza, ili kama nikirudi ndaendeleza mwenyewe, kwa sababu najua nilipoishia. Na kama nisiporudi, endelezeni pale ambapo mimi nimeachia. Yaani kama usia fulani hivi, nakwambia baba ameacha usia, wanangu na wachieni usia. Basi akaingiza nani mkono mfukoni, akatoa kitu kama hichi. Hii ni taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya mbunge, kwamba naomba kila mgombea, sababu na mimi ni kwa jirani pale, mimi nikaifanya kama mgombea vile, kuchukua kwamba kimeandikwa nini. Unaweza kukuta kwamba sasa hivi kipindi cha la salama hivi kwamba ameandika bwana, kila mwananchi ndampa milioni 1 kwamba nikacheki kweli vile ni vile ambavyo hivyo kuwepo hichi hapa, kwamba kila mgombea Kilolo ukimwona na hichi hapa, kwamba ni sehemu ambayo mbunge aliyekuwepo anaachia, anasema anaweza kaondoka ama vipi. Lakini achana na hiyo, tunakwenda sasa wilayani Ludewa. Na katika line tunaye katibu wa CCM wilaya ya Ludewa, ambapo tutakwenda kuweza kuzungumza naye. Katibu, habari za asubuhi hii? Salama. Labda katibu, kwa faida ya mtazamaji, angetaka kuweza kufahamu tena, pamoja na kwamba mimi nafahamu nazungumza na Mfaume, akajua nazungumza na nani. Samani, unaongea na katibu wa sisi wilaya Mufindi. Naam, si mbaya sana. Naitwa James Mgego. James Mgego, habari za Mfindi? Mufindi salama kabisa. Karibu sana hapa Matukio Daima. Naweza nikasema ni jumba la habari, kwa sababu watukaukiwe habari. Sisi habari wakati wote, na wakati wote kwetu sisi ni habari. Nakubali sana Matukio Daima, mko juu kabisa. Kama Magufuli. Asante sana, kumbe Magufuli baba lao. Kabisa. Asante. Katibu, tunataka kuweza kufahamu katika wilaya ya Mfindi wangapi ambao wamekwisha chukua fomu na kuzirejesha mpaka hapo jana saa 10 kamili jioni, kwa mujibu wa taratibu za chama pazia linapofungwa. Mufindi ni njema, Mufindi ni salama, Mufindi iko safi. Mpaka tunafunga zoezi, watu wengi wanachama wamejitokeza kwa wingi kuchukua nafasi za kugombea ubunge. Na kwa taarifa hii, mpaka tunakamilisha zoezi tarehe 17 saa 10, jimbo la Mafinga mji watu 19 wamejitokeza. Lakini jimbo la Mufindi Kusini wanachama 30 wamejitokeza.
kuchukua fomu, lakini jumla ya takriban wanachama 33 wamejitokeza pia kwa fomu ya kugombea ubunge. 33 hao wapi? Mfindi Kaskazini. Kwa hivyo Mfindi Kusini wanachama 30. Yeah. Na Mfindi Kaskazini 33. Ndio. Wakati Mafinga mji 19. Na wote hao waliochukua fomu Mfindi Kusini na majimbo mengine wamepata kuweza kurejesha? Ya, ni mwanachama mmoja wa Mfindi Kusini hajarejesha fomu ambapo angekamilisha hesabu ya kuwa na chama 31 kutoka huko. Kwa hiyo ni mmoja tu, kwa hiyo basi 30 ambao wamerudisha fomu na tayari kwa sasa tunawatambua kama wanachama wagombea wetu kwa majimbo haya nafasi ndani ya chama. Zimejulikana sababu za kutorejesha fomu ni zipi? Isije ikawa kwamba labda wamempiga mitama au wamenyang'anya. Hapana, na isitoshe alikuja jioni sana wakati hivi ilifungwa, lakini ni mambo ya hapa na pale na yeye binafsi ambaye alikinga asifike. Lakini hakuna kitu cha kuashiria kwamba yeye kuna vitu wamefanyiwa ili asifike kurudisha fomu. Nimeona hapa kwamba wanachama wengi wanajitokeza kuweza kurejesha fomu. Namuona hapa bwana Josephat Mwagara akirejesha na fomu hiyo na wengine. Unafikiri kwamba hali ya muda ule uliowekwa na chama kuweza kuchukua na kurejesha hawa 30 ambao wameweza kurejesha, waliweza kuzingatia ule muda au foleni ilikuwa kubwa, wakawa wanasubiri katika foleni? Inawezekana huyu mgeni alikwama katika foleni. Muda ulikuwa upo wa kutosha na wanachama wameendelea kutekeleza muda huo, kwa maana zoezi lilikuwa linaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Kwa muda ulikuwa wa kutosha, maana kuangalia siku 4 kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 15 kwa nafasi ni muda mrefu. Kwa hiyo wanachama wametimiza kiasi msingi ya katiba, lakini wamefuata matakwa ya chama kwa muda ambao umepangwa, na ilikuwa ni muda mrefu. Kwa siku 4 kwa mtu ambaye anadhamira na nia ya dhati bila kuomba nafasi, ilikuwa bado ni muda mrefu kwa siku 4 pia. Na wabunge ambao walikuwa wakimaliza muda wake wote walichukua fomu na wote wameweza kurejesha? Ya, okay, walichukua fomu na wamerudisha kwa wakati. Kati ya idadi ambayo nimekutajia na wao wabunge ambao wamemaliza muda wao na wao wamo katika hiyo idadi na orodha hiyo. James Mgego, sisi tukushukuru sana, lakini pia tuweze kukupongeza tena tutaendelea kukupongeza kwa kuwa katibu kijana mdogo sana ambayo unapewa majukumu makubwa ya kusimamia wilaya baada ya kuwa katibu wa mkoa wa vijana na sasa kwenda kwenye chama. Na yawezekana labda angelikuwa mzee sasa hivi angelikuwa bado ametwanga usingizi, bado anavuta shuka la mwisho kwa sababu baridi ya Mfindi, lakini wewe umeweza kuamka mapema na pasipo kujua kwamba tumeweza kuongea nasi pasipo appointment. Nguvu bado ninazo, uwezo ninao, niko tayari kufanya kazi usiku na mchana. Mimi bado ni kijana, bado nina nguvu za kutosha, taratibu, kanuni zote za chama. Lakini kipekee mwisho ni wapongeze sana, mnafanya kazi nzuri kutukuka sana. Kwa hiyo salamu sisi naziongea sio kwa unafiki, naongea kutoka moyoni. Ndio maana nikaambia mko juu kama Magufuli na Rais wa nchi hii. Nawapenda sana na sisi tunapokea kazi yenu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mudi makofi haya. Asante sana katibu, na ninapokufahamu kwamba wewe mcha Mungu, salamu zako pia ni sehemu ya baraka kwetu na Mungu amesikia salamu zako. Naamini kwamba tukio daima tutaendelea kusonga mbele, kutorudi nyuma na kutoiangusha serikali na Watanzania kwa ujumla. Asante sana. Na mtazamaji, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mfindi bwana James Mgego akitoa taarifa ya hali halisi ya uchukuaji na urejeshaji wa fomu, ambapo tayari pazia limekwisha fungwa na kwa sasa Mfindi Kusini ambapo jana tumeweza kushuhudia bwana Josephat Mwagara, huyu mtaalamu wa masuala ya fedha, akirejesha fomu
kwamba wapo watu 30 tu. Huyu wa 31 amechelewa kuweza kurejesha fomu, hajarejesha, kwa hivi ina maana hayumo tena. Ila katika historia yake ya maisha atasema nilishawahi tiagania kugombea ubunge, lakini mambo ya hapa na pale, baridi ya Mfindi na nini si nikachelewa kwenda kurejesha fomu. Kwa hivyo nikawa mtiania ambaye nimeshindwa kurejesha fomu. Kila laheri wilaya Mfindi. Na tunakwenda wilayani Ludewa ambako huko tutakwenda pia kuweza kuzungumza na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ludewa aweze kutuambia hali halisi. Wakati taarifa kutoka kwa mwandishi wetu Esther Macha kule Mbeya kwamba wabunge wote wamerejesha fomu isipokuwa mbunge mmoja hajajitokeza kabisa kuchukua fomu, na si mwingine ni mbunge wa wilaya ya Mbalali. Na sasa hivi tupo wilaya ya Ludewa ambako huku wilayani Ludewa tunakwenda kukutana na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ludewa ambaye anakwenda kujitambulisha. Karibu katibu. Kwa majina naitwa Bakari Mfaume, katibu wa CCM wilaya ya Ludewa. Habari za Ludewa huko? Habari za Ludewa ni nzuri. Habari za studio ndugu mwandishi? Asante sana. Hapa Matukio Daima tumejaa kama pishi la mchele, tupo tayari kuweza kusikiliza wangapi wamechukua fomu na wangapi wameweza kurejesha mara baada ya pazia kufungwa hapo jana. Baada ya kuwa tumeanza zoezi tarehe 14 mpaka kufikia tarehe 17, waliokuwa wamechukua fomu walikuwa jumla ya watiania 26. 26. Lakini mpaka ilipofika saa 10 ndio wakati tunafunga muda wa kurudisha fomu umefika, ni wanachama 25 kati ya 26 ndio waliokuwa wamerejesha fomu zao. Wanachama 25 kati ya 26 ndio ambao wamerejesha. Wanachama mmoja hakurejesha. Na huyu mmoja akaenda wapi jamani? Huyu mmoja sio kwamba hakurejesha, hakufika tu, bali alikuja na akatoa taarifa kwamba baada ya kuwa amesikiliza maelekezo mbalimbali na amesikiliza maelezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi amefikiria asigombee kwa sababu kwanza yeye ni mtumishi wa umma, na akaona kwamba inamtosha kuwatumikia wananchi katika ule upande wa utumishi aliyoko. Huyu ni nani? Ni mtumishi wa umma kwa nafasi gani? Jina ni nani? Huyu anaitwa ndugu Christopher Magogo. Na yeye alikuwa ni mtumishi wa umma katika nyanja ipi? Anasema anafanya kazi serikalini katika eneo la Suluhu. Okay. Kwa hivyo alipomsikiliza Mheshimiwa Rais kwamba wewe ukitaka ruksa mimi nakupa nafasi yako utafika, nimempa mtu mwingine, kwamba kasa baba isiwe shida, ngoja mimi niridhike na nafasi moja ninayokuwa nayo. Nafikiri hasa lile la kuridhika na nafasi mtu ambaye anayo ni jambo ambalo huenda lilimshawishi sana, lakini ameacha kwa maelezo hayo. Au ameona kwamba mwanzoni kabla hajafikiria kuchukua fomu alifikiri kwamba angeweza kuwa yeye labda na mbunge anayemaliza muda wake, lakini alipoona utitiri wa watu kwamba kajua hapa mimi napenyea wapi hapa, nikiona huyu kwamba labda hata darasani huko bwana alikuwa ananizidi, huko hawezi kunizidi, kwa nini mimi nisikubali aishe tu. Lakini pia katibu, katika hilo nafikiri ni sehemu ya demokrasia, mtu anaamua kwamba afanye nini, lakini ile kuthubutu kwake sisi na Watanzania wengine wanamshukuru kwa sababu alithubutu, lakini amejipima, ameona hataweza kutosha, na kama atatosha si kwa sasa, kwa baadaye. Na katibu, labda mmepata kuweza kuzungumza na wagombea wote na kuweza kuwapa miko mbalimbali, kwa sababu dakika za mwisho hizi ndio pilika kila moja zinaanza. Baada ya kuwa muda ule wa kurudisha fomu umefika na tumefunga zoezi hilo, tumekutana na wagombea wote 25 ambao walikuwa wamerejesha fomu, na tumewapa maelekezo juu ya mambo ambayo yanakatazwa kufanya na mtu ambaye amechukua fomu ambaye au anayetaraji kugombea ndani ya chama chetu,
tumewasomea kwa kweli na kuwaeleza na kujadiliana mambo mbalimbali, hasa kuhusu taratibu na kanuni za kuzingatia katika kipindi hiki wanapoelekea kwenye mkutano wa kura za maoni. Okay. Katibu, ni jambo ndio nakusikiliza. Kwa hiyo tumewapa maelekezo mbalimbali kwa kweli, tumezungumza tukajadiliana, na wao pia walipewa nafasi ya kuelezea namna ambavyo walikuwa wameliona zoezi la utoaji wa fomu lilivyokuwa limeendeshwa. Ni jambo jema katibu, sisi tuweze kushukuru sana, lakini zaidi kwamba Matukio Daima inakupa hongera sana kwa ushirikiano ambao umekuwa ukionyesha. Ni moja kati ya makatibu wa Chama cha Mapinduzi ambao mmekuwa mkitoa ushirikiano wakati wote, iwe mchana, iwe usiku, iwe jua, iwe mvua. Wewe bila mwamvuli, bila nini, bila kivuli, unatoa ushirikiano bora mradi kuweza kueleza yale ambayo Watanzania wanapaswa kuweza kujua. Asante sana na kushukuru ndugu mwandishi. Asante sana. Naam, mtazamaji, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ludewa tukizungumza naye, ambapo huko wilaya ya Ludewa ni kama vile jimbo la Mfindi Kusini, mmoja hajapata kuweza kurejesha fomu. Amesema nimemsikiliza Mheshimiwa Rais Baba Magufuli, baba, nimekusikia, sitaki mimi kuweza kukukwaza na sitaki kuweza kuwakwaza wale na watumikia. Mimi nabaki katika nafasi yangu. Fomu nimechukua, nimechangia chama. 100,000 kitu gani? Milioni 1 ya kuchangia tena kwa ajili ya kufanikisha wajumbe kitu gani? Nimechangia chama kwa roho safi kabisa. Nimejipima, nimejitafakari, nimeona sitoshi. Naachia nafasi wengine. Lakini tukienda kule Arusha, mwandishi wetu Lucas Miovela akiwa pale Arusha anatuambia kwamba katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Arusha Musa Mtoroka ameeleza zoezi la uchukuaji fomu za kugombea nafasi za ubunge ni 334. Amesema kwamba hao ndio ambao wamechukua fomu za ugombeaji wa nafasi za ubunge. Amesema katika makundi yote ya mkoa wa Arusha waliorudisha fomu ni 432, huku jimbo la Arusha mjini ni watu 92, na yani watu 92 ndio ambao walichukua fomu, na waliorudisha fomu ni watu 91, huku moja naye hajapata kuweza kurejesha. Lakini Arusha Magharibi ni watu 61 ndio ambao walichukua fomu, na hao wote wameweza kurejesha. Wakati Arumeru Mashariki ni watu 33 walichukua fomu, wanachama 33 walichukua fomu na wote wamepata kuweza kurejesha. Wakati Karatu ni wanachama 53 walichukua fomu na wamepata kuweza kurejesha. Na Ngololo wanachama 19 walichukua fomu na wote wamepata kuweza kurejesha. Wakati Longido kwa ndugu yangu Frank Mwaisumbi kule, kwamba wanachama Frank Mwaisumbi ni mkuu wa wilaya, wanachama 12 wamechukua fomu na 12 hawa wamepata kuweza kurejesha. Wakati jimbo la Monduli wanachama 25 na wote wameweza kurejesha. Wanachama 25 wamechukua fomu na waliorejesha wanachama 24 huko jimbo la Monduli. Lakini huku kwa upande wa viti maalum, kundi la vijana ni 30, wakati wazazi 9, UWT 105 na huyu katibu amepata kuweza kuwashukuru wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi waliojitokeza kugombea nafasi hizo na kuweza kurejesha fomu. Asante sana bwana mwandishi wetu Lucas Miovela kutoka pale Arusha, ambaye yeye ameweza kutujuza habari hii. Na tukiachana na Arusha, mkoa mwingine ambao tuna taarifa ambazo zimeletwa na waandishi wetu ni kutoka mkoa wa Mbeya, ambapo mwandishi wetu Esther Macha amekuja na habari hii kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Anasema diwani aliyemaliza muda wake na mchimbaji wa madini katika kata ya Matundas wilayani Chunya, Kimo Choga, ameweka vipaumbele vya kuhakikisha atasimamia sekta ya elimu. Huyu bwana Esther amewahi mbele kidogo kuanza kuweka vipaumbele kabla hajapitishwa. Na nafikiri kwamba hiyo ni kutoka kule Chunya. Lakini pia kutoka huko Mbeya kwamba waliokuwa wabunge wote katika mkoa huu wa Mbeya wamepata kuweza
kuchukua fomu na kurejesha, lakini si Mbalali. Mbalali yule Mbalali mbunge alikuwepo ambaye amemaliza muda wake, kwamba yeye hajaweza kuchukua kabisa fomu. Nafikiri kwamba ametaka kuweza kwamba amejitafakari, ameona ngoja niache. Lakini pia tukirejea hapa mkoani Iringa, ni kwamba Chama cha Mapinduzi hapa mkoa wa Iringa kimeweza kutaja idadi ya waliochukua na kurejesha fomu. Lakini katika wilaya ya Iringa vijijini, watu waliochukua fomu katika jimbo la Kalenga, kwa mujibu wa katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Iringa vijijini, ni kwamba waliochukua fomu ni wanachama 68, na wote hawa 68 kwa mujibu wa katibu bwana Mobutu Malima, wote wameweza kurejesha fomu. Na mimi nipata kuweza kushuhudia bwana Patrick Miovela akiweza kurejesha fomu hiyo leo. Nimepata kuweza kushuhudia bwana Patrick Miovela akirejesha fomu, na huyu Patrick Miovela yeye pia alipata kuwa mjumbe wa neki katika wilaya hiyo, lakini pia yeye yeye ni mmoja kati ya waziri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia nilipata kuweza kushuhudia bwana Yeremia Msofa, mwenye mfanyabiashara kwa mabasi, akirejesha fomu leo, na tumepata kuweza kuzungumza nao. Lakini pia kina Mwongole na wengine wameweza kurejesha fomu leo hii. Lakini mtazamaji, hali halisi katika jimbo la Iringa mjini, nafikiri katika vipindi vyetu utaendelea kupata. Tayari kuna taarifa rasmi ya hali halisi ya jimbo la Iringa mjini na majimbo mengine ambayo yamesalia. Kule Kilolo nimeshapata kueleza kwamba takriban wanachama zaidi ya 30 ndio ambao wameweza kujitokeza na wamerudisha fomu hizo. Na hapa Iringa mjini ambayo nimepata kuweza kushuhudia, nimepata kuweza kuona wakirejesha fomu pamoja na akina Nguvu Chengula, akina Ibrahim Gwada, lakini akina Jessica Msambata Vangu na wengine ambao wameweza kurejesha fomu, wakiwemo akina Fadhili Ngajilo na wengine kadha. Mengi zaidi ya akina nani wamechukua na kurejesha, basi endelea kufuatilia vipindi vya Matukio Daima. Nasema Matukio Daima ni yetu sote, Matukio Daima, habari wakati wote. Mtazamaji, muda wa chai huu, na sina budi kuweza kukualika chai tena asubuhi hii, hata tukapata kitu cha maziwa. Anakwambia kwamba muda ni ukuta, ukijaribu kushindana nao hakika utaumia, na safari ni hatua. Naomba ninyanyue hatua. Mount Royal Villa ni sehemu pekee mjini Iringa kwa wageni wanaohitaji utulivu na kubadilishana mawazo. Mount Royal Villa ni sehemu yenye hali nzuri ya hewa itakayokufanya ufurahie mapumziko yako kwa utulivu. Je, umefika mjini Iringa na unahitaji sehemu nzuri ya mapumziko kabla ya kuendelea na safari zako, na pengine mna masuala ya kibiashara ya kujadili sehemu yenye utulivu? Basi karibu Mount Royal Villa, ambapo pia utapata huduma za Wi-Fi bure, satellite na cable TV. Utapaki gari yako bure, huduma za kufua na kupasi nguo, huduma za mapokezi ni masaa 24, huduma za vyumbani, kuogelea katika swimming pools. Tuna vyumba vya mikutano, workshop, warsha mbalimbali, na tuna vyakula aina nyingi ambavyo ni safi na salama. Tunatoa huduma mbalimbali endapo mteja atahitaji, kama usafiri na utalii. Tunatoa huduma za mapishi kwa shughuli mbalimbali za ndani ya hoteli pamoja na vyakula vya jioni. Tunapatikana barabara Mount Royal Villa State House, nyumba namba 13, kata Gangilonga, mjini Iringa. Au unaweza kuwasiliana nasi kwa kupitia simu namba 0738119555 au kwa email info@mountroyalvilla.com. Tutembelee kupitia website yetu www.mountroyalvilla.com. Mount Royal Villa, jivunie uzoefu wa kifahari.